Ni mafuta gani mazuri kupikia? Hello, habari, karibuni Pancreacare, tujifunze masuala mbalimbali yanayohusu sukari. Na leo hasa tutaangalia kati ya siagi, olive oil, mzeituni, nazi, alizeti, mawese, parachichi. Ni mafuta gani mazuri kupikia? Kwanza kabisa, mafuta yote haya ya kula tutayagawa katika makundi makuu mawili, ambapo kuna saturated na unsaturated, lakini kundi la pili ni omega. Na tukianza moja kwa moja na saturated na unsaturated, imegawanyika katika makundi makuu matatu: saturated, monounsaturated na polyunsaturated. Na tukianza na sifa za saturated, kwanza yanakuwa ni mafuta mgando. Ndio maana unaona anahangaika kuyakata. Yanahitaji joto kiwango kikubwa kuyeyuka, na mfano ni siagi, samli, nyama na mafuta ya nazi. Na sifa nyingine ya monounsaturated, kundi jingine ambalo ni monounsaturated, kwanza yanakuwa ni kimiminika japo si mepesi sana, yanahitaji joto la kawaida kuyeyuka, na mfano ni olive oil, avocado oil, mawese na almond oil. Na tukienda kwenye kundi la tatu ni polyunsaturated. Polyunsaturated yenyewe ni kimiminika na ni mepesi sana, yanahitaji joto kiwango kidogo sana kuyeyuka, yanaweza kuyeyuka hata kwenye joto la chumba tu, na mfano ni alizeti, pamba, soya na mahindi. Mafuta ya mahindi, mafuta ya soya, mafuta ya pamba na alizeti. Haya yote yanakuwa yana sifa tutaiona inaitwa oxidation ya mafuta. Oxidation ya mafuta ni nini? Ni mchakato wa kemikali unaotokea mafuta yanapokutana na joto na oxygen. Hii husababisha mafuta kuathirika pole pole na inaweza kupelekea kutengenezwa kwa kemikali hatari ambazo ni sumu zinazoweza kuathiri viungo mbalimbali mwilini na hivyo kuathiri afya. Hivyo basi kupelekea kuzalishwa kwa hicho kiwango cha sumu. Na tukiangalia hapa mfano, tumechukua mfano wa kila moja. Kwenye siagi tumechukua, kwenye monounsaturated tumechukua siagi, saturated, kwenye mono tumechukua olive na kwenye polyunsaturated tumechukua alizeti. Ni vipi mafuta haya yote yakikutana na moto yanazalisha nini? Tutaigawa katika jedwali hili, tutaangalia saturated, monounsaturated na polyunsaturated. Tukianza na saturated, hayana oxidation kwenye kiwango kikubwa cha moto, hivyo hayazalishi free radicals ambazo ni sumu. Mfano ni siagi, samli na mafuta ya nyama. Tukija kwenye monounsaturated, yenyewe yana oxidation kwenye kiwango cha kawaida cha moto, hivyo yanaweza kuzalisha kiasi kidogo. Tukija kwenye polyunsaturated, yana oxidation kwenye kiwango cha chini cha moto, yakitumika kwa kurudia rudia, ukakaanga vitu kwa muda mrefu, yanazalisha kiwango kikubwa cha sumu. Yakitumika mara kwa mara, yanaweza kuathiri afya. Na tumeona siku hizi watu wanapika kila kitu wanakikaanga, wanarudia mafuta. Mtu kapikia leo mafuta ya alizeti, kesho anarudia, kesho kutwa anarudia. Sasa hali hii inaweza ikafanya ikatengeneza sumu nyingi wakati hayo mafuta yanaungua, na ikasababisha kitu kitaalamu tunakiita tissue injury, na hivyo kupelekea kuumiza ubongo, mishipa ya damu. Inaweza ikaletea uvimbe kwenye mishipa ya damu, ikasababisha njia za hewa, ikaathiri ngozi, ikaathiri mambo ya uzazi, ikaathiri figo, ikaathiri joints, ikaleta sukari, ikaleta pressure, ikaleta homa mbalimbali, na hivyo kuathiri afya kwa ujumla. Lakini pia tukiangalia kigawanyo cha pili ambacho ni omega, humu kuna mgawanyiko wa omega 3, omega 6 na omega 9. Na tukianza moja kwa moja na mafuta ya omega 3. Omega 3, kwanza haya ni mafuta ya samaki ambayo inaweza kusaidia wagonjwa wa pressure, kusaidia mzunguko mzuri wa damu, inasaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, lakini pia kusaidia kupunguza mafuta mabaya kwenye damu. Ukiwa na kiwango kikubwa cha cholesterol mbaya husaidia kupunguza, kwa hiyo inashauriwa utumie. Tukija kwenye omega 9, kuna mafuta ya olive oil ambayo ni mazuri zaidi, lakini pia kuna mafuta ya avocado oil. Shida inakuja kwenye omega 6. Hizi omega 6 zikiingia mwilini zinazalisha kitu kinachoitwa arachidonic acid, na hii arachidonic acid inapelekea kuzalishwa kwa vitu mbalimbali ambavyo ni prostaglandin A2, thromboxane na leukotrienes. Hizi zinaweza kupelekea matatizo kama uvimbe kwenye mishipa ya damu, matatizo ya moyo, maumivu ya joints, mifupa, shida za figo, shida za moyo, shida za ngozi, njia za hewa, na hivyo yanakuwa ni hatari zaidi kutumika hayo mafuta ya omega 6, ambapo ndani kuna alizeti, kuna pamba na kuna mfano soya. Ni mafuta gani sasa nitumie? Unaweza ukajiuliza, daktari, tutumie mafuta gani sasa? Usijali, tutaangalia ni mafuta gani mazuri zaidi kutumia. Kwanza kabisa,
jitahidi utumie mafuta ambayo hayana oxidation na yanastahimili joto. Mafuta yanastahimili joto na hayana oxidation kama samli, mafuta ya nyama, mafuta ya nazi, haya yatakusaidia. Lakini kama itatokea umepewa taarifa na daktari kiwango chako cha cholesterol ni kikubwa kwenye damu, hatukushauri kutumia. Usitumie kwa sababu tayari itakuwa yana athari zaidi kwako. Lakini ukikaidi, kama tunavyomuona Bonge hapo, kaambiwa usitumie mafuta yenye cholesterol, bado anaendelea kula nyama zilizokaangwa na mafuta hayo, bado anaendelea kula nyama, anatumia samli, yatakupelekea wewe kupata shida kubwa za pressure na kiwango chako cha mafuta kuwa kikubwa, na hivyo inaweza kukulaza. Mafuta mengine mazuri ya kutumia ni mono unsaturated na omega 9. Haya ni mafuta mazuri zaidi kwa kutumia, ambako ndani kuna olive oil, kuna avocado oil, kuna mawese na mfano mwingine. Lakini mafuta ambayo tushauri kutumia, ambayo tumeona shida zake nyuma, ni polyunsaturated na omega 6, ambako ni alizeti, soya, pamba, mafuta ya mahindi na kadhalika. Kwa hiyo hatushauri zaidi kutumia kwa sababu yanaweza yakapelekea shida mbalimbali tulizoziona, shida za uvimbe kwenye mishipa ya damu, moyo, maumivu ya joints, mifupa, ngozi, njia za hewa na mambo mengi zaidi ambayo tumeyaona nyuma. Inaweza kapelekea ukapata sukari, pressure na homa mbalimbali. Kwa hiyo hatushauri zaidi hayo mafuta kutumia. Kama utakuwa una swali lolote, una shida yoyote au tatizo lolote, unaweza kutupigia 0750669587 na pia usisahau kulike, share na kusubscribe channel yetu YouTube ya Pancreacare. Karibuni sana.